Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, baada ya timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kutinga hatua ya 16 bora ya michuano ya kombe la AFCON, bwana, tumeona pongezi nyingi sana zikimiminika kwa timu ya taifa ya Tanzania mara baada ya kuweka rekodi kubwa toka kuanza kushiriki kwa michuano hiyo. Bwana, tunafahamu kwamba kwa mara ya kwanza Tanzania ilianza kushiriki michuano hiyo mwaka 1980, lakini haikufanikiwa kutinga hatua hiyo. Lakini 2019 Tanzania pia walishiriki michuano hiyo, wakatolewa hatua ya makundi, na 2023 Tanzania pia walishiriki, lakini bado hawakuweza kusonga mbele, bali walitolewa kwenye hatua ya makundi. Kwa hiyo kwenye miaka yote mitatu Tanzania hawakuwahi kutinga hatua ya mtoano. 2025 Tanzania inaweka historia nyingine kubwa kabisa kwenye michuano hii mikubwa ya Afrika mara baada ya kutinga hatua ya 16 bora. Sasa mara baada ya hatua hiyo na timu ya taifa kutinga hatua ya 16, bwana, kongole kama ambavyo nimekujuza ni nyingi sana, na moja kati ya kongole ama pongezi ni kutoka kwa mwanamichezo nambari 1 hapa nchini Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bwana, yeye amesema, ninaipongeza timu yetu ya taifa ya mpira wa miguu Taifa Stars kwa kufuzu hatua ya 16 bora ya michuano ya kombe la mataifa ya Afrika kwa maana ya AFCON kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu. Heshima hii kubwa kwetu ni matokeo ya maandalizi mazuri na kujituma kwenu katika kila mchezo. Mmeandika historia kubwa kwa taifa letu na mmeleta furaha kwa Watanzania wote. Hongereni sana. Ninawatakia kila laheri katika michezo inayofuata. Bwana, hizo ni pongezi kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan mara baada ya timu ya taifa kutinga hatua ya 16 ya michuano hiyo baada ya sare dhidi ya Tunisia ya goli 1-1, na Tanzania wakifuzu hatua ya 16 kama bestruza. Bwana, Azam FC pia kupitia kwenye ukurasa wao wa Instagram wametumia ukurasa huo kuipongeza timu ya taifa ya Tanzania baada ya kufuzu kwa mara ya kwanza hatua ya 16 bora ya AFCON 2025. Bwana, kupitia kwenye ukurasa huo Azam wameandika, hongera timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kwa kutinga hatua ya 16 bora ya finali za mataifa ya Afrika AFCON kwa mara ya kwanza kihistoria. Tunawatakia kila laheri katika mechi zijazo za hatua ya mtoano. Ndicho pia ambacho wamekiandika Azam FC kupitia kwenye ukurasa wao wa Instagram. Sasa mara baada ya Tanzania kuweza kufuzu hatua ya 16 bora ya AFCON, bwana, Tanzania kwa maana ya Taifa Stars baada ya kutinga hatua hiyo, bwana, itavuna dola 800,000 sawa na shilingi bilioni 1.9 kama sehemu ya kutinga hatua hiyo. Kwa hiyo hicho ni kibunda ambacho Tanzania watakipokea. Sasa Taifa Stars pia imevuna milioni 300 kama zawadi ya goli. Mechi dhidi ya Uganda Tanzania walipokea shilingi milioni 1. Na nikukumbushe hapa, kwenye mechi ya Tanzania dhidi ya Uganda, Naibu Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Bwana Paul Christian Makonda alizungumza na wachezaji kabla ya mchezo huo dhidi ya Uganda. Akasema amezungumza na Watanzania kwamba Watanzania wenye mapenzi mema na timu ya taifa watanunua goli moja kwa shilingi milioni 100 kwenye mchezo huo dhidi ya Uganda, na mtanange ukatamatika kwa Tanzania kuweza kutoa sare ya goli 1-1. Sasa lile goli Tanzania walichukua kibunda cha shilingi milioni 100. Baada ya hapo Paul Christian Makonda akarejea tena akazungumza kwamba Tanzania kwenye mchezo dhidi ya Tunisia, kama watafunga goli, kwa sababu ulikuwa ni mchezo muhimu sana ili Tanzania iweze kufuzu, na imefuzu hatua ya 16, goli litanunuliwa kwa shilingi milioni 200. Mchezo wa Tanzania dhidi ya Tunisia ukatamatika, Tanzania wakatoa sare ya goli 1-1, goli la Faisal Salum Feitoto, na Tanzania wakavuna shilingi milioni 200. Kwa hiyo kwenye zawadi ya goli Tanzania wamevuna shilingi milioni
300. Kwa hiyo kiplus bilioni 1.9 ambazo Tanzania watazivuna ni pesa nyingi kweli kweli. Kwa hiyo kongore nyingi kwa timu ya taifa ya Tanzania mara baada ya kufuzu hatua ya 16 bora ya michuano hiyo. Bwana, mpaka sasa mataifa ambayo yameshakwisha kutinga hatua ya 16 licha kuwa bado makundi leo ndio ambayo inafikia tamati, lakini mataifa ambayo yameshakwisha kutinga ni Morocco ambaye ndiye mwenyeji, Mali, Egypt, South Africa, Nigeria, Tunisia, Tanzania, Senegali, DR Congo, Benini, Algeria, Burkina Faso, Sudani, Ivory Coast, bingwa mtetezi, Kameruni na Mozambique. Hayo ndio mataifa ambayo yamefuzu, na Benini, Mozambiki na Sudani wao wanatinga hatua hiyo kama best loser pia. Kwa hiyo mataifa 16 tayari yameshakwisha kukamilika ambayo yatacheza hatua ya mtoano. Na mara baada ya Tanzania kutinga hatua ya 16 bora, bwana, tarehe 4 Tanzania watacheza mchezo wa mtoano dhidi ya Morocco, mwenyeji wa michuano hii. Kwa hiyo kazi ni pevu kweli kweli. Kwa Tanzania bado wana shughuli kubwa sana ya kuhakikisha kwamba wanatinga hatua ya robo finali kwa kumuondoa mwenyeji Morocco, na inawezekana pia, na sio kwamba haiwezekani. Kama ambavyo imewezekana kutinga hatua ya 16 bora ya michuano hiyo, basi pia inawezekana. Bwana, nikupitisha kwenye mataifa 24 ambayo yameshiriki michuano hii. Bwana, mataifa 24 ambayo yameshiriki michuano hii kabla ya mataifa 16 kusalia ambayo yamefuzu hatua ya 16 ni pamoja na Morocco mwenyeji, Burkina Faso, Kameruni, Algeria, DR Congo, Senegali, Egypt, Angola, Equatorial Guinea, Ivory Coast, Uganda, South Africa, Gabon, Tunisia, Nigeria, Zambia, Mali, Zimbabwe, Komoro, Sudani, Benini, Tanzania, Botswana na Mozambiki. Bwana, hizo ndio timu ambazo zimeshiriki katika AFCON 2025 ambayo tayari tumeshakwisha kupata timu 16 ambazo zinakwenda hatua ya 16 bora kwa maana ya mtoano. Lakini kwa rekodi ya mataifa ambayo yanaongoza kulichukua kombe hili ni Egypt ambao wao wamechukua mara 7. Kwa hiyo Egypt ni moja kati ya taifa ambalo limeweka rekodi ya kuweza kuchukua kombe hili la AFCON mara nyingi zaidi kuliko taifa lingine wakichukua mara 7. Kwa hiyo ni moja kati ya taifa ambalo ni giant na tayari limeshakwisha kutinga hatua ya 16 bora ya michuano hiyo. Kombe la kwanza wakilichukua mwaka 1957 ambako ndiko mashindano yalianzishwa. Kwa hiyo yalianzishwa na Misri wakachukua kombe hilo. Kwa hiyo Misri bwana ndio ambao wanaweka rekodi ya taifa la kwanza kuchukua kombe hili la AFCON, lakini lilikuwa ndio taifa ambalo linaongoza kuchukua mara nyingi zaidi kuliko taifa jingine ambao wao wamechukua mara 7. Taifa linalofuata limechukua mara 5 na ambalo ni taifa la Kamerun lenyewe limechukua mara 5, Ghana wenyewe wamechukua mara 4, wakati Nigeria wakichukua mara 3, Ivory Coast wakichukua mara 3 na Algeria wakichukua mara 2, South Africa au mara 1 na mataifa mengine yalosalia yamechukua mara 1. DR Congo yamechukua mara 2. Kwa hiyo hiyo ndio rekodi ya mataifa ambayo yamechukua mara nyingi. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.